Mwanaume ni kichwa cha nyumba, kiongozi wa familia. Mwanaume ni muhimili imara wa kaya yake. Mwanaume akilegea, familia imelegea. Ewe kijana wa kiume, ewe mwanaume, fahamu kwamba wewe ni mmiliki wa nyumba yako. Hata kama ni chumba kimoja, hata kama ni geto, fahamu kwamba wewe ndiye mmiliki wa hiyo nyumba, wa hilo geto. Kama unaweza kuimiliki vyema nyumba yako ndogo, hata kubwa hutashindwa. Ndiyo, kama unaweza kumiliki geto lako vizuri kabisa, basi hata nyumba kubwa haitakushinda. Mwenyezi Mungu alielewa kwa nini mwanaume anapaswa kuwa kiongozi na mwanamke awe msaidizi. Wanaume wanajua kila hatua ya kila athari za maamuzi ambayo watayafanya. Ndiyo maana wanaume ni mahiri katika kutumia akili zaidi kuliko kutumia hisia, tofauti na wanawake ambao wao ni mashujaa wa kutumia hisia. Sasa ewe kijana wa kike, wa kiume, hasa wa kiume, wakati unajitafuta utapanga geto kwa ajili ya maisha yako, fahamu kwamba hilo geto, hapo ndipo nyumbani kwako. Hapo ndipo ambapo mahali unapolala. Hiyo ni sehemu ya kuitunza, ni sehemu ya kuheshimu sana, kwa sababu hapo ndipo nafsi yako inapumzika. Hapo ndipo mahali ambapo akili yako inatulia na kuwaza ndoto, mipango na mikakati yako yote ya maisha. Hapo ulipo hupaswi kupachezea au kuruhusu mtu mwingine apachezee. Ni sawa kuwa na washikaji ambao mmezoeana, wanao BFF zako, lakini sio muhimu sana kila rafiki yako aingie na kutoka nyumbani kwako kama chooni. Ewe kijana wa kiume, ni sawa una malengo na huyo msichana. Ewe kijana wa kike, ni sawa una malengo na huyo mshikaji, huyo mvulana, lakini huwezi kusubiri kwanza? Usimpeleke nyumbani, subiri kwanza. Haya, umempeleka nyumbani, umempeleka geto. Akifariki hapo chumbani kwako, je, unayo maelezo ya kutosha ya kuwaambia polisi ilikuwaje? Ndiyo. Je, akifariki hapo geto, unayo maelezo ya kutosha ya kuwaelezea polisi kwamba ilikuwaje? Chumba chako kimeshuhudia mahusiano yako yote. Kama ni 10, chumba kimeshuhudia. Kama ni 20, chumba kimeshuhudia. Yaani chumba chako kimeona kila kitu kwenye hayo mahusiano yako. Na bado hapo hapo, siku ngumu zikija, siku nyeusi zikija, unataka upige goti hapo hapo geto kwenye hicho chumba, usali kumwomba Mwenyezi Mungu, wakati geto lenyewe, chumba chenyewe, kila kukicha unakichafua. Nikwambie ewe kijana, nikwambie ewe ndugu yangu, Mwenyezi Mungu ni Mungu wa wivu, halafu ni Mungu msafi. Jifunze kuwa na heshima na chumba chako, hasa kama sehemu unayoishi ni chumba kimoja tu, yani geto tu, hakuna seble wala nini, yani kulala ndo hapo hapo, kupikia humo. Basi tafadhali patunze sana hapo, hiyo ni sehemu yako takatifu. Sikia nikwambie ewe kijana wa kiume, usafi sio urembo. Hakikisha unafanyia usafi eneo ambalo unalala. Usisubiri hadi upate mafua ndio ufue mashuka. Usisubiri hadi buibui washukie kwenye neti ndio ujue kwamba chumba chako ni kichafu. Tenga siku ya kuwa nyumbani. Ukitenga siku hiyo, basi jifanyie usafi. Ukiacha mbali washikaji ambao hawapaswi tu kuingia na kutoka katika chumba chako, hata hao wanawake zako, hata hao wanaume zako pia wanapaswa kuishia mbali na chumba chako, mbali na nyumba yako, mbali na geto lako. Waishie huko. Chumba chako, geto lako ni sehemu takatifu. Nikwambie ndugu yangu, watu wana mikosi yao, watu wana mabalaa yao, watu wako na shida zao, watu wako na bahati mbaya zao. Kadri unavyoruhusu wawe karibu na wewe, wawe karibu na sehemu yako tulivu,
kama vile kitanda au mahali unapopumzika, ndugu yangu, unakaribisha kushindwa. Usijiulize kwa nini kila unapokuwa nyumbani hakuna ambacho unawaza. Usijiulize kwa nini ukifika home tu akili yako haitulii, hakuna jambo la maana ambalo unawaza. Ndugu yangu, punguza wanawake na washikaji nyumbani kwako. Binti yangu, punguza wanaume na mabff zako katika chumba chako. Punguza hiyo, alafu kaa chini, tulia, utaona namna ambavyo mambo yanabadilika. Nafahamu ewe kijana wa kiume kwamba una huruma sana, una upendo na ukarimu kwa watoto, lakini usiruhusu watoto wadogo waingie ndani kwako. Kama zawadi, wape nje. Kama ni pesa, wape sehemu ya wazi, wape nje, kila mtu akiona. Dunia inahukumu makosa, sio wema. Ndiyo, walimwengu wanahukumu makosa, sio wema. Unaweza ukawa ni mtu mwema kwa watoto miaka nenda miaka rudi. Mtoto anaweza kupata shida huko sehemu ya mbali, akaja kulilia katika chumba chako, anakuuzia msala mpaka ujieleze, sio wewe, ilikuwa hivi na vile. Ushakaa sana rumande. Watoto ni malaika, lakini kamwe usiruhusu waingie katika chumba chako. Kama ni zawadi, wape nje huko. Kama ni pesa, wape nje huko. Kuwapa hai, kuwasalimia, wasalimie huko huko nje. Waza huruma ambayo dunia huwapa watoto. Nani atakuelewa kwamba hukumbaka mtoto wa miaka 3? Nani atakuelewa kuwa hukumlawiti mtoto ambaye alikuwa anakuja kuangalia TV geto kwako kila siku? Nani ataamini kwamba si wewe? Hata mama yake ambaye alikuwa anasema mjomba ni mtu mwema, anko mtu poa, nenda kwa anko katulie, hata huyo mama atakukana, atakukataa. Linda nyumba yako. Dunia inataka uwe mbinafsi, kwa sababu likikufika jambo hakuna anayejali kuhusu wewe. Nyumba yako, geto lako imebeba baraka zako. Hivi umewahi kuwaza kwa nini watu wanapohama katika nyumba uchakaa? Umeshawahi kuwaza? Yaani nyumba kama haikaliwi na mtu, nyumba inachakaa. Ni kwa sababu ukiwa ndani ya nyumba unabeba uhai na baraka zako. Ukiondoka inakufa au kuchakaa sana. Ni mpaka pale aje mtu mwingine kukaa. Hivyo usichukulie poa chumba chako. Usichukulie poa ukasema kwamba hapa ni sehemu ya kulala tu. Ndugu yangu, hapo ni mahali patakatifu. Hapo geto, hapo katika chumba chako, nyumba yako ni mahali pa kutafakari, kusali, kupanga na kujijenga kimaisha. Chumba chako ni madhabahu ya ndoto zako. Usiruhusu mtu aichafue madhabahu yako. Kama rafiki yako hana mwelekeo, sio muhimu apajue unapokaa. Mwanamke wa usiku mmoja, malizana naye huko huko gesti. Mwanaume wa usiku mmoja, huko huko mtaani gesti, malizana naye. Si kwamba kila mtu ambaye anakujua lazima apajue unapokaa, lazima aingie hadi chumbani kwako, geto kwako. Kuna mtu akija katika chumba chako anakuletea pia roho chafu, anakuletea pia mawazo ya hatari. Kuna watu wengine wako na amani, wako na roho safi, yaani ukiwa naye tu karibu unapata amani, unapata faraja, michongo inaenda poa. Alafu kuna wale anapokuwa na wewe tu karibu, anapokusogelea tu kila kitu kinagoma, mambo yako hayaendi, vitu vinavurugika. Sasa waza mtu wa hivyo unaruhusu aingie na wewe katika chumba chako, unaruhusu aje eneo ambalo wewe unapumzisha injini yako ya kufikiri, itakuwaje? Mwanaume mwenye ndoto, mwanamke mwenye ndoto, mwenye malengo, ni muhimu ujifunze kuweka mipaka, kwa sababu unachokiruhusu machoni na moyoni ujenga au kubomoa ndoto zako. Sio kila rafiki ni rafiki, na sio kila mahusiano yatakufikisha kesho. Tafadhali endelea kufanya chumba chako kama sehemu ya ndoto zako, na sio kiota cha kufichia wavuta bangi, sio kiota cha kufichia wanawake wanaojiuza.
Biblia takatifu inasema, ulinde sana moyo wako, maana huko ndiko zitokapo chemchemu za uzima. Ukiwa mwanaume unayeendelea kujitafuta, ni muhimu ukaelewa kuwa moyo ni injini ya maisha yako. Hivyo usiruhusu moyo wako uharibike kwa mawazo au fikra mbovu, maana mwelekeo wako wote wa maisha unategemea sana moyo wako na akili yako iliyo safi. Hivyo usichafue moyo wako, usichafue akili yako. Kama mahusiano hayana afya, usisubiri kupigiwa filimbi, toka mapema kabla hujawa mlemavu. Ndiyo, kama mahusiano yako hayana afya, yapo tu, ni kichomi, usisubiri hadi upigiwe filimbi, toka mapema kabla hujawa mlemavu. Kama ushauri wao sio sahihi, chuja kabla hujautumia, ili baadaye mjukuu asiwe majuto. Kama pombe sio dawa kwako, iache. Unalewa na wakati unadaiwa songesha, unalewa na wakati wadaiwa bustisha. Una akili kweli wewe? Una raha gani hadi ulewe? Kama stresi zimekuzidia, nani alikwambia kwamba pombe ni dawa ya kuondoa stresi? Ukielewa kuwa sio kila kitamu ni bora kwa mdomo wako, utalinda hatima yako. Ndiyo, sio kila kitu kitamu ni bora kwa mdomo wako, vingine ni vibaya. Sio kila kitamu ni bora kwa tumbo lako, vingine ni vibaya kwako. Na sio kila msichana ambaye ni mrembo mzuri ni kwa ajili yako wewe. Wengine waache wawe shemeji zako tu, ili mwisho wa siku ujenge njia bora kwa ajili yako mwenyewe. Ndiyo, ewe kijana wa kiume, sio kila msichana ambaye ni mzuri, mrembo ni kwa ajili yako. Wengine waache wawe mashemeji tu, ili mwisho wa siku ujenge njia bora kwa ajili yako mwenyewe. Ndugu yangu, kula kwa nidhamu, kunywa kwa kiasi na ishi kwa busara. Wewe sio mtoto, wewe ni mwanaume. Usiwe mtumwa wa tamaa, usiwe mtumwa wa pombe, usipelekeshwe na marafiki. Ukiruhusu raha ya dakika 2, dakika 5, uwe tayari kugharamika miaka kadhaa ya maisha yako. Ndiyo, raha ya dakika 2, 5 itakugharimu. Zaidi ya yote, hata kama changamoto itakuwa kubwa kiasi gani, itakuwa ngumu kiasi gani, ndugu yangu, ewe kijana wa kiume, usilefti grupu. Ndiyo, hata kama changamoto ni kubwa kiasi gani, maisha ni magumu kiasi gani, ndugu yangu, usiuvue wanaume wako, usilefti grupu, usiwe shoga, usitoe behind the scene. Komaa, kaza, maana ukifanya hivyo ni chukizo mbele za Mwenyezi Mungu, na hapo utakuwa tayari umejiwekea vizingiti vigumu katika maisha yako. Umejiwekea miaka mingi ya taabu na shida katika maisha yako. Inakuwaje kwanza kijana wa kiume unakubali ugeuzwe? Yaani kwenye kazi zote hizi umekosa kazi ya kufanya. Nenda hata Kilosa, Ifakara, Mang'ura, Mvomero huko na sehemu zingine. Nenda kang'olee mpunga, nenda tafuta shamba lima. Mwenyezi Mungu atakubariki maradufu zaidi. Narudia tena, vyovyote itakavyokuwa, kijana wa kiume, bakia kuwa mwanaume, uliumbwa hivyo. Usilefti grupu, usitoe behind the scene ndugu yangu. Pambana kadri uwezavyo kuifikia ndoto yako kwa njia sahihi. Kuna wakati watu hawataelewa malengo yako. Watu wachache tu ndio ambao wataelewa ndoto zako. Basi hao wachache watumie kukupa morali ya kuijenga kesho yako njema iliyobeba hatima yako. Ukijisikia kukata tamaa, we kata tu, ila kabla hujakata tamaa na kupotea kabisa, kumbuka kwenye hii dunia hakuna wa kukuonea huruma. Ukisubiri huruma, hakuna. Zaidi utauvua utu wako. Zaidi utalefti. Koma mwenyewe. Ikitokea kuna watu waungwana wanaelewa kuhusu ubinadamu, shukuru Mungu atumie hao. Mwanaume ni lazima upambane kupata utambulisho wako ambao upo katika maeneo matatu. Ndiyo, mwanaume lazima upambane kupata utambulisho wako ambao uko katika maeneo matatu: fedha, jina
au umaarufu na kifo. Fedha, jina au umaarufu na kifo. Katika hivyo vyote hakikisha unapata viwili, pesa na umaarufu, alafu kifo mwachie Mwenyezi Mungu. Kila mara majaribu yanapokuwa makubwa, kumbuka unachokikubali leo ndicho kitakacho kusimamia kesho. Unachokikubali leo ndicho kitakacho kusimamia kesho. Ndugu yangu, ewe kijana wa kiume, kama sio muhimu usideti. Kama sio muhimu usiwe na mpenzi. Kausha tu, jitafute kwanza, ndipo utafute mpenzi. Kama sio vitu vyako usilewe. Wewe unafahamu bia moja chakali unabebwa. Kwa nini walewa? Kwa nini unakunywa pombe? Uchumi wako ni wa kuungaunga, bado hauelewi pombe za nini? Hela ya kunywa pombe hauna. Kivipi unawafuata watu nyuma? Take care, utapotea. Kama sio vitu vyako usivute bangi wala kushiriki makundi haramu. Kama hela yako ya ngama, ramani zako hazijaeleweka, bado unaungaunga mwana, tafadhali acha kubeti, utakufa maskini. Ndiyo, kama hela yako ni ya ngama, hela yako ni ya kuungaunga, ramani zako hazijaeleweka, acha kubeti, utakufa maskini. Betting sio nzuri. Betting ni kwa matajiri. Tembea mwendo wako, usishindane na mtu. Linda moyo wako, linda akili yako, linda geto lako, linda chumba chako, na mwisho wa siku linda hatima yako. Kwa leo wacha niishie hapa. Asante kwa muda wako.